Naitwa Josia Elisha, kocha msaidizi wa kata Sabasaba. Tunashukuru Mungu tumemaliza game salama. Sasa tuna focus na game nyingine inayofuata. Kwa leo naona Mungu ametujalia tumepata ushindi. Kweli hali ya mchezo ilikuwa nzuri. Ingawa kuna makosa hapa na pale na madhaifu hapa na pale ya kibinadamu. Tuwezi kukwepa. Tunashukuru pia kwa kumaliza mchezo salama. Mafanikio ni kujituma na malengo. Unapojiwekea malengo lazima uweke wigo mpana kwa ajili ya ushindi. Tunahitaji tuingie finali na tuchukue ubingwa. Shindano liko vizuri. Ingawa kama nilivyosema awali, yani makosa yapo na udhaifu wa kibinadamu hayakosekani, lakini tutaenda. Mambo yanabadilika. Sawa. Naitwa Ali Gideon, mchezaji wa timu ya Sabasaba FC. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutusaidia mechi ya leo tumeshinda. Na ukiangalia mashindano haya yanahitaji ufundi mwingi sana. Ukipata kilicho chako, jitahidi kukilinda ili kusudi kusogeze katika hatua zijazo. Zile mafanikio, cha kwanza kabisa uongozi wa timu yangu, benchi la ufundi na wachezaji wenzangu kwa kucheza kwa juhudi, pia kuangalia mahitaji ya mechi ilikuwa inahitaji nini. Leo of course wapinzani walikuja vizuri, walikuja na mbinu zao, na sisi tulikuja tumejizatiti namna ya kuwazuia mbinu zao wasiweze kutusumbua. Ndio maana tumefanikiwa kupata matokeo katika mchezo wa leo. Upande wetu ni changamoto, hatujaidiwa kitu chochote, tunajituma tu basi. Cha kwanza kabisa ni kutokuwa na umakini. Cha pili ni maandalizi mabovu ya mechi hii. Mechi hii tumekuja kwa shirika kambini, kwa hiyo imekuwa ni sosi ya sisi kufungwa. Siwezi nikasema sababu kubwa, lakini kama ni wadhamini tunao kutosha. Yupo ndugu yetu mkurugenzi wa Soyawani Company Limited ambaye kimsingi amekuwa ni mdau mkubwa sana kwenye timu hii na kwenye jamii kwa ujumla. Anafanya kila kitu, anatoa chakula, maji, malezi, lakini wachezaji washindwa kujituma. Kwa sababu kubwa ya kwanza wachezaji kushindwa kujituma. Ndio sababu ya kubwa ya kwanza kufanya. Jina naitwa Nuru, diwani wa viti maalum kata ya Sabasaba. Simu yako imefanya vizuri na tumeshinda goli moja. Japokuwa tumeona kwamba kata ya Kenyamanyori wanacheza rafu sana ya kukanyaga, kufanya fujo, situpenda. Sikufurahishwa na hiyo game. Lakini ningependa kushauri hii michezo ni ya kirafiki, si uadui. Kwa maana hiyo ni vizuri siku nyingine tusiwe tunaumizana. Tufanye michezo kwa haki ili tufanye vizuri kwenye kata zetu.